Qatar imewasilisha rasmi barua kwa Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa pamoja na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ikishutumu Iran kwa kufanya mashambulizi dhidi ya ardhi yake na kuitaka ibebe jukumu kamili la uharibifu uliotokana na mashambulizi hayo, ikiwa ni pamoja na kulipa fidia kwa hasara zote zilizosababishwa. Katika malalamiko hayo ya kidiplomasia, Doha imeeleza kuwa mashambulizi ya Iran yamekiuka wazi sheria za kimataifa, mamlaka ya taifa la Qatar na mkataba wa Umoja Mataifa unaozuia matumizi ya nguvu dhidi ya nchi nyingine. Qatar imezitaka taasisi za Umoja Mataifa kuchukua hatua zinazofaa kuhakikisha uwajibikaji unafanyika na vitendo kama hivyo havijirudii. Kwa mujibu wa Qatar, tukio la kwanza lilitokea Julai 7 mwaka 2026 wakati meli ya mafuta iliposhambuliwa karibu na mlango bahari Hormuz, moja njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani. Qatar imedai kuwa shambulio hilo liliweka hatarini usalama wa usafiri wa baharini na biashara ya kimataifa, huku likiongeza mvutano katika eneo la Ghuba ambalo tayari linakabiliwa na hali tete ya kiusalama. Qatar imeongeza kuwa Iran iliendelea na mashambulizi yake mengine Julai 12 na Julai 17 kwa kurusha makombora kuelekea nchini humo. Kulingana na mamlaka za Qatar, baadhi ya makombora hayo yalidunguliwa, lakini vipande vya makombora vilivyolipuka vilidondoka katika maeneo ya makazi na kusababisha majeraha kwa watu watatu akiwemo mtoto. Tukio hilo limeibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa raia na uwezekano wa madhara makubwa zaidi iwapo mashambulizi hayo yataendelea. Qatar imeeleza kuwa mashambulizi hayo hayakulenga tu miundombinu au maeneo ya kijeshi, bali pia yaliweka maisha ya raia wasiokuwa na hatia katika hatari kubwa. Doha imesema hali hiyo haiwezi kuvumiliwa na kwamba jumuiya ya kimataifa inapaswa kuchukua udhibiti dhidi ya vitendo vinavyotishia amani na usalama wa kikanda. Katika barua yake kwa Umoja Mataifa, Qatar imeeleza kuwa mashambulizi hayo ni ukiukaji mkubwa wa mamlaka yake, uhuru wa taifa na mipaka yake ya kimataifa. Pia imeonya kuwa vitendo hivyo vinaweza kuongeza mzozo katika Mashariki ya Kati, kwa tayarisha zaidi usalama wa eneo la Ghuba ambalo lina umuhimu mkubwa kwa biashara ya nishati duniani. Doha imesema kuwa ina haki ya kujilinda chini ya sheria za kimataifa na haitasita kuchukua hatua zozote zinazohitajika kulinda maslahi yake, usalama wa taifa, miundombinu muhimu na raia wake endapo mashambulizi kama hayo yataendelea. Aidha, imeeleza kuitendelea kushirikiana na washirika wake wa kikanda na wa kimataifa katika kuimarisha ulinzi na usalama wa eneo hilo. Kwa upande wake, Iran imeendelea kutetea hatua zake, ikisema mashambulizi yake hayakulenga serikali au raia wa Qatar, bali yalielekezwa katika vituo vya kijeshi vya Marekani na wanajeshi wa Marekani waliopo katika mataifa mbalimbali ya Ghuba. Tehran inadai kuwa operesheni hizo ni sehemu ya majibu yake dhidi ya hatua za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Hata hivyo, msimamo huo wa Iran haujaiondoa Qatar katika madai yake kwamba mashambulizi hayo yalisababisha madhara ndani ya ardhi yake na kuhatarisha maisha ya raia. Doha inaendelea kushikilia kuwa Iran inapaswa kuwajibika kwa matokeo yote ya mashambulizi hayo na kulipa fidia kwa uharibifu uliosababishwa, huku ikisubiri hatua za Umoja Mataifa na Baraza la Usalama kuhusu malalamiko yake. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.